Hapa ni Karume jijini Dar es Salaam kwenye wilaya ya Ilala. Faida Online TV watu wa field tumekuja hapa kwa ajili ya kuja kuzungumza na baadhi ya watoto wa kusini. Wale ambao wamekuja hapa kutafuta maisha, wameaga nyumbani miaka 9, wamekuja hapa kwa ajili ya kuja kutafuta kipato na maisha mengine yaweze kusonga. Watu wanasema wamekuja kuforce. Tumezungumza nao wakituambia uhalisia wa maisha hapa Karume Dar es Salaam. Hali ipoje? Kuna utofauti gani wa maisha? Wametupa ukweli. Faida Online TV watu wa field pass na hiana. Tumefika hapa na kukuandalia taarifa hii. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Mabruki Ahmadi Awike kutoka Mkangala. Mkangala Manispaa. Ya Mtwara mjini yenyewe. Unaona siku moja ulicomment kwenye picha yangu moja niliweka kibao cha kwenu kule. Ya, mimi ni shabiki yako. Asante sana. Ya. Nakushukuru sana. Nakukubali sana. Tunakusupport. Jambo zuri sana. Ya. Dar es Salaam tangu lini uko hapa? Tangia 2005. 2005? Ya. We, na mara mwisho kufika nyumbani? Kama miaka 4 nyuma. Ya. Watu wa Mkangala, unawaambiaje watu wa Mtwara kuhusu maisha ya Dar es Salaam? Maisha ya Dar es Salaam hamna maisha. Wa nyumbani wabaki nyumbani waendelee na shughuli zingine. Kwa nini? Watapoteza muda mjomba. Dar es Salaam hamna maajabu ya sasa hivi. Tunakalia mazoea kwa sababu tumekuja kitambo ndio hivyo. Lakini waliopo nyumbani wasijaribu kuja Dar es Salaam. Labda wanakuja kutembea na kuondoka zao kufanya shughuli zao zingine. Ya. Kuna yale mazingira mtu unakuja Dar es Salaam unakaa miaka 20 30 alafu unarudi nyumbani huna kiwanja, huna chochote. Hali unaionaje kwa watu wa huko mnakaa mkazungumza kama watu wa Mtwara? Ni makosa makubwa sana. Nyumbani ni nyumbani. Unachokipata nenda kawekeze nyumbani. Wape salamu zako watu wa Mkangala na Mtwara. Na hapa hai wote wa nyumbani, Mkangala ndo home. Oya, Omboi tupambane sana wanyangu. Jina langu Juma Ismail Abdalla. aka Lipalo. Wewe ni mkazi wa kijiji gani? Mkazi wa kijiji Mtegu. Okay, safi. Leo naingia kwa ndani, kaona mdimu. Yeah. Safi sana. Leo tumekutana hapa Karume. Hem, tuambie una muda gani tangu umekuja Dar es Salaam? Dar es Salaam miaka kama 15 Dar es Salaam. Hem, tuambie utofauti wa maisha kati ya hapa Karume Dar es Salaam na Mtwara ni yapi? Utofauti wa maisha bwana, naona utofauti mkubwa haupo. Au sio? Ila tu ni mwenyewe yani pilika zako mwenyewe unaziendesha vipi? Na mwenyewe unavyojipanga. Wewe mwenyewe unavyojipanga. Unaweza kuamua ukakaa mkoani, ukaendesha maisha yako, ukakaa hapo ukaendesha maisha yako yani. Mimi naona ni sawa tu. Yote poa. Vyovyote fresh yani. Asili Yasini mkazi wa Moma. Shughuli zako ninafanya biashara hapa sokoni, biashara aina mbalimbali. Bidhaa inapatikana fresh, mimi ndo nahusika. Kuna watu wanasaliti kwao, ukimwambia wale kwao hapa kuelewe. Wewe unawaambiaje? Saliti achana nao, lakini kama sisi tunasupport nyumbani fresh na tunaenda tunarudi fresh, maisha yanaendelea. Hivi hapa Karume kuna watu wa kusini wengi sana. Watu wengi sana. Hata ukiangalia ile soko watu wengi sana wa kusini. Maisha kokote yapo. Hapo hamna sasa hivi kama eti sio kama kila kitu kama ni Dar es Salaam hamna. Maisha kule yapo na huko yapo. Kama utaamua kujichanganya kuja huko fresh, kama utakoma huko poa tu, kila kitu kinaenda. Yeah. Nakushukuru sana bwana. Hapo. Pamoja sana. Kwa jina naitwa Mnunga Musa. Ni mkazi wa Mnaida Newala kule. Si ya kupitia Makondeko? Ndio hiyo unapitia Makondeko Chiwindi unaenda? Ya unaenda chini kutisha maeneo yetu. Ya ni kweli. Kwa hiyo wewe unaambiaje watu wa Mtwara, vijana ambao wamemaliza shule pengine wanatamani kuja Dar es Salaam? Aje na ajipange na nini? Mazingira ya nyumbani jinsi yalivyo nimeangalia sasa hivi kuna fursa nyingi sana kuliko hata huko. Ya mazingira Dar es Salaam sasa hivi naweza kusema kwamba kama tulivyosema kwa tunaishi kwenye mazingira ya mazoea. Ya kwamba unapata kipato kidogo lakini matumizi ni makubwa. Lakini ukishakuwa nyumbani unaweza kufanya kazi lakini ukapata pesa, lakini pesa ukafanya mambo makubwa sana kwa sababu matumizi yako sio kama huku. Kwa hiyo naweza kusema kama mtu anapata fursa nyumbani bora baki nyumbani, atumie fursa nyumbani kuliko kwa mjini. Jina langu naitwa Mohamed Kuliamba, mkazi wa Moma. Moma. Pale Moma mjini ama wapi? Moma Dingwida. Bwana Dingwida useme Moma, pale Dingwida. Hebu niambie, tangu umetoka Dingwida kuja hapa na muda gani? Almost kama miaka 10 sasa hivi. Wewe una force game? Na force game. Umeoa mwanangu? Kwa bado. Tuambie maisha yakoje mwanangu huko town? Maisha ya town ni mazuri. Sio tunapambana hivyo lakini hamna utofauti na nyumbani. Ingawa utofauti upo lakini sio mkubwa sana. Okay. Maisha yale tu. Unawaambiaje watu ambao wanatamani kuja mjini leo kesho, vijana ambao wana umri kama wako? Maisha ya mjini ni kupambana. Wakija huko wapambane, lakini mimi siwashauri kuja mjini. Kwa nini? Maisha ya mjini ni hata kule Mtwara yapo. Ni cha msingi ni kupambana. Kama ameamua kupambana nyumbani anafanikiwa. Hata akija hapa akipambana anafanikiwa. Mimi naitwa Fadhili Jamali, mkazi wa Kweli Ruhokwe. Ruhokwe mpakani kama unakaribia Mtwara. Kama unakaribia Mtwara unapita kijiji cha Namunda Ruhokwe.
unakuja kwenye kata yetu ya Mnolela. Tuambie mwanangu, mishe zinaendaje Dar es Salaam? Mishe tunashukuru Mungu, Dar es Salaam mishe zinaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo unawaambiaje watu ambao wanatamani kuja Dar es Salaam leo kuja kutafuta maisha? Kwa hali ya sasa Dar es Salaam kama na shughuli za kufanya wapambane tu kijijini. Bora asije. Bora asije. Ugumu. Ni kugumu kweli. Yaani kugumu kweli. Zinaisha kulipa pango za nyumba tu. Yaani ni pango za nyumba tu. Tena pango za nyumba zenyewe mpaka makelele. Unajua kwamba unapigana makelele na baba mwenye nyumba. Mimi sitaki nizungumze mengi. Umesikia walichokizungumza wao na walichokishauri. Kwa hiyo kama una uwezo kuchukua na kufanya kazi sio mbaya. Kama unaamua kuja kuforce sawa, wewe njoo. Lakini wamezungumzia uhalisia wa maisha ambao wao wanaopitia na kile ambacho wanatamani watu wengine waweze kukifanya. Kutokea hapa Karume, Ilala, jijini Dar es Salaam, mimi sina la ziada. Naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Kukumbusha kusubscribe, like na comment yetu ili endelee kupata habari zetu sisi watu wa field dume, field kibabe. Asante na kwaheri.